Trafiki polisi anayejituma kuongoza magari barabara ya Mlima Kitonga apewa zawadi nono ya shukrani kutoka kwa madereva watumiaji wa barabara hiyo. Katika kuonyesha utambuzi wa dhati na shukrani kwa utendaji kazi uliotukuka, wawakilishi wa madereva wa vyombo vya moto nchini Tanzania wamemkabidhi zawadi ya fedha taslimu, tuzo pamoja na cheti cha pongezi askari wa usalama barabarani mkoa wa Iringa Marcus Mongo, kama ishara ya kumpongeza askari huyo kwa kujitolea kwake usiku na mchana kudhibiti foreni na kuhakikisha usalama wa vyombo vya moto na abiria katika Mlima Kitonga, eneo linalojulikana kwa changamoto kubwa ya msongamano na jiografia tata ya barabara. Hafla hiyo fupi na ya kuvutia ya kukabidhi zawadi hizo imefanyika Agosti 25, 2026 mbele ya ushahidi wa kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Arani Bukumbi, aliyeshuhudia matunda ya ushirikiano mzuri kati ya jeshi la polisi na jamii. Majina naitwa Rajabu Bundala au almaarufu Gademiti kichwani hamna shule. Mimi ni muasisi ambao nilitengeneza maudhui ya kumpongeza Afande Marcus kulingana na kazi anayofanya Mlima wa Kitonga. Lakini tukiungana na madereva wenzangu, kwanza kabisa tungetoa shukrani kwa jeshi la polisi mkoa wa Iringa, tungetoa shukrani kwa RPC, RTO na uongozi wote kwa ujumla kwa kuwaletea hili jambo letu na kulipokea kwa mikono yote miwili, kwa sababu tunaamini nyinyi ndio mpanga Afande Marcus kwa hapa Mlima wa Kitonga. Hivyo basi, baada ya kufanya yale maudhui na Watanzania wengi kuyaona na wengi wameguswa na lile swala la Afande Marcus katika Mlima wa Kitonga kutatua changamoto kero za jamu na kushindwa gari kupishana kama zamani, na yeye kurahisisha mtu ukifika Kitonga uone kama upo sehemu nyingine tu ya kawaida. Binafsi ni jambo zuri sana, na siku zote katika maisha mtu anayefanya vizuri anastahili pongezi, na mimi nilimpongeza Afande Marcus kwenye mitandao ya kijamii, lakini Watanzania wengi na baadhi ya madereva wengi waliguswa na hilo na wakasema kwamba tusiishie tu kwenye kumpongeza mitandao ya kijamii, tufanye kitu kwa sababu yake. Madereva tukaorganize na tuliwasiliana wengi, tukatengeneza zawadi kama tuzo kwa sababu ya kumgea. Lakini pia madereva wameniagiza kwamba tunakifanya hichi kwa sababu ya upendo, au kwa watu wengine ambao hawajafahamu, tunataka tutengeneze upendo baina ya sisi madereva na polisi usalama barabarani, kwa sababu sisi ni kama ndugu, muda wote tuko barabarani na wao tunashirikiana nao. Hakuna Tanzania nyingine, Tanzania ni hii, na jeshi la polisi ndio hili na ndio jeshi letu. Kwa Afande Marcus amekuwa ni mfano mkubwa sana wa kuigwa, especially kwenye huu Mlima wa Kitonga. Amekuwa akitatua kero kubwa sana, sio tu foleni, sio jamu. Kuna wakati mpaka alidiriki kununua cheni kwa sababu kusaidia gari kutoa kwenye block kwa hela yake, kwa maelezo alonipa Afande Marcus, kwa sababu kusaidia block gari zinazokwama hapa, au mtu ukipata tatizo, msaada wa kwanza hapa Mlima wa Kitonga ni Afande Marcus. No matter what, shida ipi, umepata breakdown, ataangalia kama ni ije kukuvuta kreni, kama ni unahitaji msaada wa beti kukubusti, kama umefika hapa umekwama, labda tunajua Mlima wa Kitonga huna huduma za kijamii za kutosha, anaweza akakupakia kwenye pikipiki yake akakupeleka juu ukala ukamaliza kila kitu na akakurudisha kwa moyo mmoja. Sasa ni mtu ambaye ameonyesha moyo wa tofauti, na tumaanishi kwamba askari wengine wafanyi kazi, hapana. Askari wengine wanafanya kazi, lakini Afande Marcus ameonyesha kitu cha tofauti. Yaani amekuja hapa kwa sababu ya kutatua kero ya Mlima wa Kitonga na si vinginevyo. Amepangwa hapa na viongozi wake kwa sababu ya huu Mlima wa Kitonga kuhakikisha unakuwa salama. Na mimi naamini sio sisi tu madereva tunaopitishwa Mlima wa Kitonga. Kwa hiyo ni amekuwa na mchango mkubwa sana. Siku zote katika maisha mtu akifanya vizuri ukimpongeza, unatia nguvu wengine, unamtia moyo na yeye aendelee kufanya vizuri zaidi. Kwa kuthamini ushirikiano wetu sisi kwa baina madereva na jeshi la polisi, tumeamua tuandae hiki kitu kwa Afande Marcus. Kwa hiyo binafsi tunashukuru kwa sababu hata tulivyowaletea ili wazo wao walilipokea vizuri na wakasema bwana, hamna shida, kwa sababu ni jambo zuri, sisi tutalipokea kwa mikono yote miwili na tutaliasisi vizuri. Kwa hiyo sisi tunalishukuru jeshi la polisi, tunamshukuru RPC, tunamshukuru RTO kwa sababu wao ndio walitupa ushirikiano mwanzo mpaka tumefika sasa hivi. Na ikumbuke tu, toka Tanzania imepata uhuru, nafikiri haijai kutokea kwa mwananchi au raia au dereva au madereva au kikundi chochote kujiorganize kuona mchango wa polisi au mchango kusema bwana kutoa chochote. Na maana hili ni tukio la kwanza linatokea. Lilete funzo kwa wengine, lilitie nguvu kwa wengine, lisiende tena kutengeneza shida, litengeneze upendo na amani. Tunachohitaji ni upendo. Sisi ndio tuko barabarani.
polisi ndo wanatusimamia. Kwa tukiwa tuna ushirikiano mzuri, tunaongea lugha moja, tunaelewana, tutahakikisha ajali zinaisha, kwa sababu sisi tutakuwa mabalozi wa wenzetu, kwa sababu sisi ndo asilimia nyingi tuko barabarani tunazitumia hizi barabara. Ina maana unapoona mwenzio anafanya kitu ambacho sio kizuri, tunamkanya, bwana usifanye hivyo kwa sababu utahatarisha chombo, utahatarisha afya yako, utahatarisha na usalama pia. Narudia tena, hii tuzo haijawahi kutolewa toka Tanzania hii imepata uhuru, umeelewa, kwa madereva au raia. Kwa hiyo ni swala kubwa sana. Kwa kwanza tumemwandalia tuzo ya heshima ambayo miaka yote hata kama atazeeka wajukuu wake vitukuu vilengwa watakutwa pale kwamba bwana Afande Marcus amepongezwa na madereva wa Tanzania wa malori na waiti na wengine. Unaelewa, kichwani hamna shule alianzisha swala la kumpongeza Afande Marcus, litaishi milele na milele. Kwa hiyo tumemwandalia tuzo ya heshima, tumemwandalia na certificate, kwa sababu sisi tumeona kama mtu ambaye amedegree, unajua kufanya kitu ambacho kinagusa watu wengi. Binafsi kama mimi nilivyopost nilitegemea labda mimi tu peke yangu ndo ananifanyia hili, lakini nilivyopost kila mtu amekuja kuweka ushuhuda. Ukiangalia hata kwenye comment kila mtu anaweka ushuhuda achofanywa na Afande Marcus. Mtu mmoja anawagusa watu zaidi hata 300, 400, 500. Kwa maana yake ni mtu ambaye yani ukiangalia kwenye comment tunaelewa kama ni mtu ambaye wa watu na ana utu na anafanya ubinadamu. Zawadi nyingine tumemwandalia ndio hiyo cheti, na zawadi nyingine ambacho tumeona tumfute jasho kwa sababu yeye ni binadamu, tumemwandalia sisi madereva Tanzania shillings milioni 1 kamili. Lakini pia tunashukuru tulivyoposti alijitokeza kiongozi msikivu, naye ndio maana nasema serikali yetu sikivu jamani, tujitahidi kupaza sauti. Mkurugenzi wa halmashauri ya Kilolo namsifia sana yule madam kwa sababu alinicheki baada ya kupost tu ile post, akanipigia halo, kichwani hamna shule. Nikamwambia ndo mimi madam, kichwani hamna shule, nimeona umempongeza afande, na mimi ni kweli mimi mwenyewe kama mkurugenzi pale napita nakutana na mengi sana. Kwa hiyo naona yule anatusaidia sana, na mimi nitaongezea mkono wangu 500. Kwa hivyo la kweli lazima kila mtu litamgusa, na lilonyooka lazima kila mtu atasema. Ukweli ndio kitu ambacho katika maisha kitabaki kuwa hai milele na milele, na katika hii dunia watu wanataka wanyooke. Yaani kila mtu akinyooka kwenye hii dunia hakutakuwa na shida yoyote. Askari wakinyooka, madereva wakinyooka, tukisema tutende kazi na utu na ubinadamu, hakutakuwa na ajali, hakutakuwa na nini. Kila mtu atahakikisha anafanya kazi yake muda sahihi na wakati sahihi. Na sisi madereva sasa hivi tumeamua kutengeneza magrupu ya kuhimizana kwamba jamani, tuache udereva wa fujo, tufanye udereva unapoendesha gari uwaze kwamba umeacha familia nyumbani, watoto na ndugu ambao wanakutegemea. Na unapoliendesha gari mbele unajua sasa huyu anaoendesha gari la mbele ana familia hivyo. Kwa hiyo maana yake tunafanya vile Mungu ametubariki na tuelewane. Asanteni sana, nawashukuru sana. Kwa majina naitwa John Tobias Kifaru almaarufu Faru John. Mimi nashukuru sana kuwepo hapa, na nashukuru pia jeshi la polisi kutuweza kutusikiliza kwa hichi kidogo ambacho tulichokiandaa kutokana na kiongozi wetu au afande wetu Marcus kwa hili tukio kubwa ambalo limeutokana na hapa. Mimi sina la kusema zaidi ya kusema Mwenyezi Mungu azidi kumpa maisha marefu na wajitokeze maafande mengine zaidi na zaidi kwa kuweza kulifanya hili. Kusema kweli amekuwa msaada mkubwa sana, kwa sababu tunakuwa tunapitia na changamoto nyingi sana endapo gari inakuwa inaharibika. Kwa yeye amekuwa mtu ambaye wa mfano, kwenda kutuchukulia chakula juu, kwenda kutuongoza magari yaweze kupita bila kuhatarisha hatari yoyote hapa barabarani. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunamtegemea na tunamhitaji hasa hapa Mlima Kitonga. Ndio. Naitwa Anita Mosha, jina la barabarani natumia Mankawani. Ni dereva wa transit. Ni mtumiaji mkubwa sana wa hii barabara ya Kitonga. Kwa kweli kuna muda mwingine tunaweza tukafika Kitonga, kuna foleni ni kubwa. Sometimes ya magari makubwa unakuta hayana breki. Kwa hiyo Marcus anaweza akatoka kule akaja akasema hapana, unaweza ukakaa hapa hii gari ikarudi nyuma ikakuletea madhara. Kwa hiyo anakuja anaangalia usalama, anakuja anakuambia haya, toa gari, panda juu. Saa nyingine tunaharibikiwa kweli huku Kitonga. Hii sehemu haina chakula. Lakini yeye amekuwa ni mtu wa kwanza kutusaidia. Na anatatua changamoto zetu nyingi. Saa nyingine sisi tunakuta foleni huku, tunampigia kaka vipi? Ndo saa 12 au saa 11 asubuhi, lakini ataamka, atakuja, atatatua tatizo letu na maisha mengine atafanya nini. Ni kweli polisi wengine kweli wanafanya kazi, hatukatai, lakini kwa huyu jamaa bwana imekuwa tofauti. Na ndio maana tukaamua kukaa kama madereva tumwandalie hiyo tuzo ya heshima, kwa sababu hii tuzo ni ya heshima. Na sisi tunasema mapolisi sio wabaya wetu, na sisi sio mabaya wa mapolisi, sisi ni marafiki. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kwa upendo kama jamaa anavyotuonyesha huu upendo. Ya kwangu ni hayo tu.
Jeshi la Polisi mkoa wa Iringa kwa niaba ya mkuu wa Jeshi la Polisi afande IGP Camillus Wambura, kwanza tunatoa pongeza pekee kwa umoja wa madereva malori na IT kwa kuguswa na kuona umuhimu wa kazi za Jeshi la Polisi katika kudhibiti au kusimamia matumizi ya barabara. Lakini pia kwa namna pekee hili limekuwa tukio maalum kwa askari namba F 3211 Station Sergeant Marcus ambaye ameonyesha kwa kweli kujitoa na kufanya kazi kwa weledi kuhakikisha kwamba eneo letu linakuwa salama. Askari huyu yuko wilaya ya Kilolo na anafanya kazi au anahudumu katika eneo hili la Mlima Kitonga kwa ajili ya kudhibiti matumizi ya barabara. Kama mnavyoona, eneo hili la barabara hii ni sehemu ambayo ni hazard. Muda wote ukitokea tu dosari ndogo, basi barabara inafunga. Kwa hiyo pamoja na pongezi hizi, na wasifu sana kwa kutoa hizo tuzo. Mmetoa cheti, mmetoa ile tuzo pamoja na fedha. Lakini si Jeshi la Polisi, kwa mujibu wa taratibu zetu, kuna PGO 37 ambayo inatoa mwongozo wa namna ya kupokea zawadi ambayo tutaifuata baada ya hapa. Lakini tuseme tu kwamba madereva walioguswa tunawapongeza, wanajitambua. Sababu anaweza mtu mwingine akawa ameguswa lakini hajajitokeza, lakini tunasema wote ambao wameguswa basi wanajitambua, pamoja na kwamba changamoto bado zipo. Wito tu ni kwamba bado changamoto ipo kwa baadhi ya madereva maeneo mbalimbali, ukiacha ile eneo la Mlima Kitonga, kutotii sheria za usalama barabarani na kufanya matukio ambayo ni ya hovyo hovyo. Tumeendelea kusimamia na kuhakikisha kwamba wale ambao wanakiuka sheria tunachukua hatua za, kuna baadhi wamefungiwa leseni, kuna baadhi wamefikishwa mahakamani na kupewa adhabu mbalimbali ikiwemo fine. Kwa hiyo kikubwa tu ni kwamba tukio hili basi liwaguse watu wengi, hata yule ambaye alikuwa mwadilifu kiasi basi awe mwadilifu zaidi, aone kwamba kuna Watanzania ambao wanajitambua, wanaona juhudi za Jeshi la Polisi, lakini kwa mchango wa wananchi ambao wamekuja hapa kwa niaba ya wengine, kuona kwamba, kuonyesha kwamba jukumu hili ni kubwa, linaigusa jamii kwa sababu tunaokoa usalama wa watu na mali zao. Kwa hiyo tunadhani tuendelee kuwaona wengine ambao wanafanya vizuri pia maeneo mengine tofauti tofauti. Marcus ni mmoja, lakini wako wengi ambao wanafanya vizuri zaidi. Hata kama wengi wanafanya vizuri, lakini kuna wanafanya vizuri zaidi. Tuwaone basi, tuwatambue, ili kwamba si jamii ya Tanzania ni watu wastaarabu ambao wanaona uzuri wa kazi ya Jeshi la Polisi katika maeneo mbalimbali ambayo mambo yanakuwa shwari. Nashukuru sana kwa kupata nafasi hii ya kuongea siku ya leo. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata kuamka salama siku ya leo. Kwa kifupi, naitwa F3211 Staff Sergeant Marcus. Nafanya kazi wilaya ya Kilolo, kikosi cha usalama barabarani, mkoa wa Iringa. Kwa kweli nashukuru sana kupata zawadi ya leo. Kwanza sikutegemea kupata hii zawadi ya leo. Niwashukuru sana madereva kunipa zawadi ya leo. Nawashukuru sana. Kweli nimejifunza kitu kikubwa sana katika swala la maisha. Ukiwatendea watu kitu kizuri, matunda yako kuona baadaye. Kwa sababu nimeshakaa Kitonga hapa zaidi ya miaka 6 niko Kitonga hapa. Nimefanya mengi makubwa, lakini hii Mungu ndiye anayejua. Siri ya mafanikio yangu ni kujituma tu. Kazi yote ukijituma na ukaipenda, utafanya kwa moyo mkubwa sana. Kwa nafanya kazi kwa moyo. Mimi madereva cha kuahidi sana kikubwa, kwanza wasome. Wakisoma wanatoa hofu. Madereva wengi kama mtu hujasoma huwezi kuwa na, lazima utakuwa na hofu sababu hujasoma. Ila ukisoma unatoa kwenye hofu. Hata sasa ukija mkoa unakuwa na kwamba unajiamini. Kwa hiyo niendelee kushauri waendelee kusoma. Wakisoma watajifunza sheria nyingi sana barabarani. Kutokujiamini ni kutoka shule. Ukisoma huwezi kuwa wewe, lazima utajiamini. Kwa hiyo niwashauri wasome. Mambo mengine tutaelekeza tukiwa kazini barabarani kwa ajili ya maelekezo hapa na pale. Nashukuru sana. Pode.